Katika Ukristo leo kuna kuchanganya, kudhani au kushindwa kuelewa hivi amri zimeweza kuletwa wakati gani. Lakini tukisoma maandiko vizuri tunakuja kugundua ya kwamba amri zimekuwepo kabla ya Musa. Naomba tusikizane hapo. Musa hajaleta amri kana kwamba ndizo amri mara ya kwanza Mungu ameziweka kwake. Hapana. Amri zimekuwepo hata Musa hajazaliwa bado. Musa bado kabisa. Sasa amri ziko, na ukiangalia amri zimekuja kuletwa, zimeonekana kuletwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na katika Kumbukumbu sura ya 5. Sasa Kumbukumbu ya Torati ni kukumbukia Torati ilipoletwa. Kwa hivyo tukitaka kusema zilipoletwa amri 10 na Musa, tutarejelea hasa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Sasa katika sura ya 20 hiyo ambapo amri zinaonekana kuletwa, Mungu anamwambia Musa apande mlimani ili kule ndiko ambako akapewe zile amri. Anasema katika mstari wa kwanza, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hapa tunaanza kuona amri zinaanza kuelezwa. Kumbuka Mungu alikuwa anahitaji kuwaeleza wana wa Israeli tabia yake na sheria zake. Lakini si kwamba hapo ndipo mwanzo wa sheria kwamba watu waanze kuongozwa nayo. Kwa nini? Kwa nini? Utakuja kugundua ya kwamba amri zimekuwepo na ndio msingi wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hivyo wakati huo wote hata shetani ameenda tofauti na maagizo ya Mungu, ndio maana ameshushwa chini. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 5 utakuja kugundua hata Musa hajazaliwa, Ibrahimu yeye mwenyewe ameshika amri za Mungu. Sikiliza hapa. Anasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Kwa hivyo Ibrahimu toka kizazi kile mwanzoni kabisa tunakuja kuona amehifadhi amri za Mungu. Mfano ili uweze kuona mfano halisia ya kwamba amri zimekuwako. Musa ndio utakuja kuona kuna uzito wa amri tofauti na vile ambavyo watu wanaweza kuzana. Katika Kutoka 20:14 tunapata amri ya usizini. Sasa hebu angalia sehemu mojawapo na kuja kuona ya kwamba Mungu amekusha kuelekeza na alikuwa amekusha kuonesha watu ya kwamba kutozini ndivyo Mungu anapenda na kuzini ni kosa, Mungu hataki. Katika kitabu cha Mwanzo hicho sura ya 20 tutasoma hapa mstari wa 6, baada ya kwamba Ibrahimu amedanganya kwa Abimeleki ya kwamba huyu ni ndugu yangu, Abimeleki kachukua Sara basi akaenda kulala naye. Lakini hapo Mungu anamwijia katika ndoto, anasemaje? Anasema Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuilia usinitendee dhambi. Unaona? Kwa hivyo kuzini na mke wa mtu, ndio unaona ameambiwa asitamani mke wa mtu, wala katika mstari wa 17 asitamani. Kwa hivyo tayari ilikuwa ni amri ya kwamba mtu asitamani mke wa mtu. Ni vile Ibrahimu amesema huyu si mke wa huyu, ni ndugu yangu, basi ikabidi amchukue. Sasa Mungu anakuja kwa njia ya ndoto, anamwambia Abimeleki, usinitende dhambi. Najua umefanya hivi kwa moyo mmoja, lakini haikuwa hivi, huyu ni mke wa mtu. Unaona? Kwa hivyo Mungu ametupatia amri tokea kipindi cha mwanzo kabisa. Amri zimekuwepo. Lakini pia utakuja kuona ya kwamba katika kitabu hichi cha Mwanzo sura yake ya 39 tunakuja kumuona katika usizini. Katika kitabu cha Mwanzo tunaona Yusufu mwenyewe anakataa kwa nyumba ya Potifa. Anasema mstari wa 9, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala haukunizuilia kitu chochote ila wewe, mke wa Potifa. Sasa kwa kuwa wewe mkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Kwa hivyo anajua kabisa Yusufu ya kwamba amebaki kuwa mwaminifu kwa sababu Mungu amekusha kusema ya kwamba mimi sitaki uzinzi. Kwa hivyo Yusufu anabaki kwa kujua kwamba uzinzi ni dhambi.
dhambi. Kwa hivyo amri zimekuwepo kabisa kabla ya Musa, na Musa sasa ameletewa ili kuwarudishia Israeli wajue watembee katika njia zake. Ndio ukisoma katika kitabu cha Zaburi ndio unaona wamekaa katika sura ya 15 ya Mwanzo, Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba kizazi chako wataenda utumwani. Unaona Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa waende utumwani, na baada ya kwenda kule wamekaa kule, wameishi maisha ya Kimisri. Ndio unaona wamesahau kabisa amri za Mungu. Wameishi kule, ndio unaona wanalalamikia bora warudi Misri, kwa sababu Misri walikuwa na tamaduni zao, walikuwa na tamaduni za Kimisri, wameiga huko. Sasa wale wameenda Misri sio wale waliotoka Misri. Kwa hivyo kuna watoto wamezaliwa mle, wameendeleza kizazi mle ndani. Sasa hawa wanaotolewa na Mungu kutoka Israeli, kutoka Misri kwenda sasa nchi ya Kanaani, hawajui maagizo ya Mungu. Ndivyo ikabidi Mungu aandike katika mbao mbili ili waje wakumbushwe ya kwamba amri ziko hivi. Ndio unaona Kumbukumbu la Torati ikaandikwa hata kuwakumbusha kwamba kuna amri Mungu anazo. Mfano mwingine ukiangalia katika kitabu cha Kutoka hicho mfano mwingine katika kitabu cha Kutoka ndipo tunapokuja kuona kuna amri, si ndivyo Ndio mstari wa 8 anasema habari ya ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sasa angalia, amri zimekuja wakati huu Musa yuko mlimani sasa, lakini utashangaa bado katika sura ya 16 tunakuja kuona kuna Sabato ya Bwana, Musa anaieleza. Kwa hiyo kabla hata hajachukua mbao mbili, kabla hajachukua maagizo kutoka mlima Sinai, tayari tunakuja kuona kuna amri katika mstari wa 10 sura ya 16 mstari wa 23. Kutoka anasema akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana, okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachosalia jiwekeeni kilindo hata asubuhi. Kwa hiyo tayari tunakuja kuona Sabato imekuwa na ipo, Mungu amesema ni amri yake. Kwa nini? Kwa sababu tokea katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 kuanzia mstari wa 2 anasema, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya Sabato, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Kwa hivyo kwa mujibu wa hii andiko Mwanzo, tayari tunakuja kuona Sabato imeanzia kwa Mungu. Kwa hivyo katika mtiririko wote Mungu aliwataka watu waweze kutunza Sabato yake. Kwa hivyo anapokuja kuwaambia katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, sura yake hiyo ya 20, tunakuja kuona ni kwa sababu waliacha. Ndio unaona katika sasa kitabu cha Zaburi kwa mfano, au katika kitabu cha Ezekieli, tutayasoma hayo mafungu mawili hapo haraka sasa uone ilivyo. Anasema hivi katika sura ya 81, ukipitia hii sura ya Zaburi 81 inakuja kutuonesha ni kwa namna gani sasa Mungu alipowapatia hizo amri. Sasa vile amewapatia bado hawakwenda katika njia hizo. Anasema enyi watu wangu, mstari wa 8, sikieni nami nitawaonya, Israeli, kama ukitaka kusikiliza. Unaona, kama mkitaka kunisikiliza, usiwe na Mungu mgeni ndani yako, wala usimsujudie Mungu mwingine. Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha toka nchi ya Misri. Unaona, fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza. Mstari wa 11 sasa, lakini watu wangu hawakuisikiliza sauti yangu, wala Israeli hawakunitaka. Kwa hiyo unaona ni lengo la Mungu hapo ilikuwa ni kwamba waeleze watu ya Waisraeli, watu wake, ya kwamba tayari mimi niko hivi. Unaona, mimi niko hivi. Sasa sheria zangu ni hizi. Kwa hiyo kwa kukataa maagizo yake ndio wamemkataa na yeye. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza unakuja kuona kwamba yule akisema anampenda Mungu alafu ashiki amri zake, tayari huyo anakuwa ni Mungu. Asema katika sura ya 2 mstari wa 4, Yohana wa kwanza, asema yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake.
kwa hivyo utakuwa ni muongo. Israeli kusema nampenda Mungu na hawashiki amri zake itakuwa ni muongo. Ndio maana Mungu anasema walinikataa, hawakunitaka. Si kwamba walisema hatumtaki Mungu, hiyo hawakuisema, ila walisema sasa walikataa kushika amri zake. Kwa hivyo Mungu ameleta amri zake tokea kitambo na Musa akapewa tu kama sasa kuwakumbukiza ya kwamba tabia ya yule mnayemwabudu ni hizi. Kwa hivyo msichonge sanamu, msiwe na miungu mingine, usizini, usiibe na kadhalika, zikiwa sasa 10 ili watu waweze